kando na taarifa zaidi ambazo tutakazokuwa nazo kwenye yanayojiri. Andamana nami, mimi naitwa Ali Manzu. Hali isiyo ya kawaida, mtazamaji, imeshuhudiwa katika shule ya Melvin Jones iliyoko Rongai, kaunti ya Nakuru, baada ya wanafunzi wa shule ya wasichana ya Butere kususia kuigiza mchezo wa Echoes of War na kuondoka jukwani punde tu baada ya kuimba ule wimbo wa taifa. Wanafunzi hao walifanya uamuzi huo baada ya kuagizwa kuigiza mchezo huo kwenye ukumbi usio na umati wala wakurugenzi na wanafunzi wao au hata magwanda yao rasmi, na vile vile kutokuwa na muziki ambao uliofaa kuwekwa wakati wakiendelea na mchezo huo wa kuigiza. Wanafunzi hao wameelezea jinsi haki zao kama watoto zimekiukwa, ikiwa ni pamoja na kuhangaishwa na maafisa wa polisi kwa kutupiwa vitoa machozi. Hapa katika jiji la Nakuru tumeamkia kushuhudia kizaazaa baada ya maafisa wa polisi kuweza kutupia watoto wa shule vitoza machozi katika ile shule ya hapa Lions Primary, ambapo michezo ya kuigiza na filamu pia imekuwa ikiendelea kwa muda sasa, na ni wale wanafunzi wa shule ya Butere Girls ambao walikuwa wamefika ili kuweza kufanya ule mchezo wao ambao unaitwa Echoes of War, ambao umekuwa ukileta utata katika kutokana na yale masuala ambayo umekuwa ukizungumzia kuhusu uendelezaji ama maendeleo katika serikali, uongozi na mambo mengine ambayo uongozi wa nchi hii haujahisi kuwa ni vyema. Na sasa hapa nilipo niko na wakili wa shule hiyo, na wakili wa Cleophas Malala ambaye aliweza kuandika mchezo huo. Anaweza akatueleza pengine ni yapi yalijiri pale na pengine hatua ni ipi kutoka hapa? Asante sana. Leo tulifika kwenye shule ya msingi ya Lions na nia ya kuutizama mchezo wa kuigiza ambao ulipaswa kucheza na shule ya wasichana ya Butere. Hii ni baada ya sisi kama mawakili wa Anifa Mango kwa niaba ya wanafunzi kuelekea mahakama kuu chini ya ombi la dharura ili kutaka kusitisha hatua ya serikali ya kuwazuia hao wanafunzi kuigiza mchezo wao wa Echoes of War. Mahakama kuu ikiwa imeketi kule Nyamira ilitoa amri, na amri ilisema kwamba wanafunzi hawa wakubaliwe kuigiza mchezo wao katika sherehe za kitaifa za kuigiza. Pili, wanafunzi hao waandamane na walimu wao wa mchezo wa kuigiza pamoja na mwandishi wa mchezo huo ili mwandishi na walimu waweze kuwaelekeza wanafunzi kwenye maandalizi ya kuigiza mchezo huo. Hapo jana aliyekuwa seneta wa Kakamega na katibu mkuu wa chama cha UDA Bwana Cleophas Malala aliwasili hapa Nakuru na nia ya kuwaelekeza wanafunzi chini ya walimu wao kwenye mchezo wa kuigiza kama ilivyoagiza mahakama kuu. Lakini alipofika kule shule ya Kirobon ambapo wanafunzi walikuwa wanafanya mazoezi, maafisa wa askari 50 walimzuia kuingia, na baada ya masaa mawili ya malumbano waliweza kumshika na kumpeleka kwenye kituo cha polisi cha Nakuru Central. Kisha leo asubuhi Mheshimiwa Eugene Wamalwa na mimi kama mawakili tulifika kule jana, hatukuruhusiwa kumuona. Leo asubuhi tumefika kule tukaelezwa kwamba amepelekwa kule Eldama Ravine. Tulipoelezwa kwamba amepelekwa kule Eldama Ravine, tulienda moja kwa moja hadi shule ya msingi ya Lions ili tuweze kuutizama mchezo na baadaye tujiunge na Bwana Malala kule Eldama Ravine ili kumshughulikia kwenye usaidizi wa kisheria. Tulipofika kule tulizuiliwa kuingia na maafisa wa askari ambao walikuwa wamejihami vilivyo. Tukaweza kuongea na walimu na wale waandalizi waliokuwa kwenye sebule. Wakatueleza kwamba kwanza umma haukubaliwa. Wanafunzi hao walihitajika kuicheza mchezo wa kuigiza kwenye hall ambayo haina watu. Ilikuwa tuna wale adjudicators, waamuzi wa staha. Pili, wanafunzi hawa hawakupewa vile vigezo vinavyohitajika ili kuigiza mchezo kikamilifu. Katika mchezo wa kuigiza lazima uwe na deco. Deco ni yale mapambo yanayowekwa kwenye stage ili kuigiza mchezo. Pili, lazima uwe na costumes. Costumes ni yale mavazi wanafunzi wanayavaa wanapoigiza mchezo. Na tatu, lazima kuwe na vitoa sauti, the sound system, ili kuwasaidia kuwaelekeza kwenye mchezo. Wanafunzi hao walilazimishwa
kucheza mchezo huo bila ya hayo. Kwa hivyo lile walilofanya wanafunzi, walienda kule kwenye stage, wakaimba wimbo wa taifa, na baadaye wakawaeleza waamuzi wa staha sababu ambazo zinawafanya wakose kucheza huo mchezo, sababu ambazo nimekwisha waambia, na baadaye wakaondoka. Pale nje wanafunzi wakiwa wametoka kwenye basi, wanataka kununua maji na masuala kama hayo, na hapo askari wakatumia vitoa machozi, wakatumia nguvu kuwatawanyisha hao wanafunzi na raia wa kawaida ambao walikuwa wamewafuata, wakiwapigia makofi na kuwashangilia kwa mchezo wao. Kwa hivyo kile kilichofanyika leo ni kwamba serikali kuu, katibu wa kudumu kwa Wizara ya Elimu na mkurugenzi ukanda Wizara ya Elimu ukanda wa Magharibi mwa Kenya Bwana Obiero hawajatii amri ya mahakama kuu kama mahakama ilivyoagiza. Kama mawakili tutaelekea kotini kufanya kile wanaita katika lugha ya Kimombo contempt of court, kwamba kutoheshimu mahakama, ombi la kufungwa kwa kutoheshimu mahakama. Na tuna imani kwamba hao watu aidha watafungwa ama watatozwa faini. Na pia ombi kuu ambalo ni petition litakutajwa tarehe 8 mwezi Mei kule Kisii. Na hiyo petition tutafanyia amendment ili tuweze kuomba masuala mengine ambayo hatukuwa tumeomba hapo awali, kwa sababu hatukudhania kwamba serikali ingetenda ile ambayo imetenda leo. Taomba kwamba hao wanafunzi waweze kufidiwa, waweze kuwa compensated, kwa sababu wamekuwa discriminated against. Hao wanafunzi haki zao chini ya sheria za taifa na za kitaifa zimekandamizwa, na kikatiba lazima tuwe na suluhu ya kuwatoza faini serikali na wale waliohusika na kuwapa wanafunzi. Hilo ni swala ambalo mimi na Mheshimiwa Eugene Wamalwa kama mawakili tutaendelea kulifuatilia hadi hawa wanafunzi watakapopata haki. Shukran sana. Niweze kuzungumza na aliyekuwa waziri hapa Eugene Wamalwa. Mheshimiwa, tueleze kwamba maoni yako ni yapi kuhusu kile kilichojiri katika ile shule, ukiangalia kwamba vitoza machozi ziliweza kutupwa katikati ya wanafunzi ambao walikuwa wamekuja hapa kufanya mchezo wa kuigiza. Kwanza ni jambo la kusikitisha sana kuona ya kwamba watoto wa Butere Girls wamebaguliwa, na kulikuwa na amri kutoka juu ya kwamba huu mchezo wa kuigiza usiendelee. Hiyo ndio ilifanya tukapata nafasi ya kwenda mahakamani tukiwa wanasheria, ndugu yangu Kenneth Chesa akiwa partner wangu kwa Wamalwa and Chesa Advocates, na tukapata orders ya kwamba watoto hao wana haki kama watoto wengine waweze kuja mbele ya wale adjudicators na waweze kutoa talanta zao. Na hii ni kati ya yale yako katika katiba yetu, kupeana haki kwa kila Mkenya, kila mwananchi wa Kenya, including watoto wa Kenya wale wa Butere Girls, kuweza kuwa na uhuru wa fikira, uhuru wa kujieleza, na vile uhuru wa kushirikiana na wengine, kama vile walikuwa wanashirikiana na ndugu Malala ambaye aliandika huu mchezo wa Echoes of War. Lakini hizi haki za kikatiba zimekiukwa. Licha ya sisi kwenda kotini kupata orders, leo wamezuiliwa wasipate nafasi kucompete. Lakini tunajua ya kwamba tumeelezwa kuna wale wako juu hawakutaka mambo haya yafike kwenye ikulu, sababu Echoes of War ya Butere Girls ikishinda, basi wataelekea kwenye ikulu gala night kuweza kwenda mbele ya rais na first lady Rachel Ruto ambaye pia alikuwa ni mwanafunzi katika hii shule. Na sababu mchezo huu ni sio tu wa kuigiza, lakini pia ni wa kueleza yale yanayoendelea humu nchini, haswa katika sekta ya elimu, mambo ya SHA ambayo haifanyi kazi, mambo ya university funding model ambayo mahakama tayari imefanya haiko sawa. Inaonekana wale wakubwa hawakutaka mambo haya yafike mbele yao, maybe atahaibisha rais ama serikali yake, sababu ya zile sera mbovu ambazo wameleta na zinaumiza Wakenya. So leo tuambia wale wote ambao wamehusika ya kwamba wamekiuka ile orders za mahakama na they are in contempt of court, kama mawakili bado tutarudi mahakamani kuhakikisha ya kwamba watoto hawa wanapata haki yao. Vile vile ndugu Malala
ilitakiwa awe, hii ni kama timu inaenda kucheza na kocha anazuiliwa. Hata ninyi wanahabari mmezuiliwa siku ya leo. Wale ambao the public ilitakiwa waje waone huu mchezo, wengi tumewapata, gate imefungwa, wamezuiliwa. Sisi viongozi tunazuiliwa, sisi mawakili tunazuiliwa. Imeanza kuonekana wazi tumeanza kurudi katika ile hali ya udikteta iliyokuwekwa wakati ule wa Nyayo, na Bwana Ruto anaanza kuonekana kama dikteta mbaya sana. Tukiangalia yale ilitendeka kule Afrika Mashariki, unakumbuka ule mchezo wa kuigiza wa Sarafina, ile serikali ya kimabavu ile ya Afrika Kusini waliumiza watoto, wakawapiga tear gas, wakawapiga risasi. Na leo tumeona hapa Nakuru watoto wa Butere sio tu kuzuiliwa, wanatoka nje wakishangiliwa, polisi wanawapiga tear gas. Nasikia kuna wengine wameumizwa. Haya yote tunaenda kuchukulia hatua. Tuwaelekea kule Dama Ravine, ndugu yetu Malala, tumekuwa tangu jana tunamshughulikia. Alishikwa hapa Central Police Station, amehamishwa usiku wa manane, tuwasikia ako kule Dama Ravine. So kutoka hapa Nakuru tuelekea Dama Ravine ili kumpigania aweze kuachiliwa. Hakuna kosa lolote Bwana Malala amefanya. Yeye amejulikana kuwa a major playwright in Kenya. Ni mtu ana talanta yake. Huu ni kama upako, kama ni pasta amepewa, anapata maono na anaweza akayazungumzia kupitia michezo ya kuigiza kama hii. Na watoto hawana hatia, wana haki kuperform anything. Kama wanaona ya kwamba labda kulikuwa na mimi naona wanaanza kurudisha zile sheria za zamani za kikoloni za sedition. Ilikuwa wakati wa Nyayo, ukiwa na jambo ambalo linaguza serikali, unaambiwa this is seditious material, na watu wanawekwa ndani. Hatungependa turudi nyakati hizo. Under the new constitution 2010 lazima haki zote including the freedom of expression ziheshimike. Na leo tunataka tuhakikishie Wakenya kama upinzani tutaendelea kusukuma mambo haya. Lakini kwa Bwana Ruto, nataka nimueleze yale walisema ya kwamba yule mfalme alikuwa anadanganywa na wale wako naye ya kwamba mavazi yako ni ya ajabu sana. Ilichukua mtoto mdogo kwenda kumwambia mfalme, hauna mavazi. Mimi nawakaa Ruto hakutaka watoto wa Butere waende wamwambie our king, the king is naked. Lakini wamesema na ukweli bado utadhihiri. Asante. Shukran sana. Niweze kuongea na kiongozi mwenzangu hapa Stanley Karanja, mheshimiwa kutoka Naivasha East. Unaweza ukatueleza kwamba maoni yako hata kama mzazi, kile kimefanyika hapa Nakuru, hisia zako, unahisi vipi? Mimi naitwa Karanja na pia nimekuwa mwalimu, nimekuwa producer, nimekuwa script writer. Kwa hivyo nilikuwa nakuja kujionea kama Wakenya wengine. Lakini kuna mambo ambayo sikuona mazuri. Hakuna tofauti kati ya ile barua iliandikwa na wa Catholic priest. It's only that the Catholics never acted on stage. Na vile watoto wamefanya. Kama ukupiga mapadri na uliwasikiza, kama ukuwapiga na tear gas, kwa nini watoto wamepigwa? Na hivyo mimi naonelea ya kwamba there is no difference between that letter and what has been written. The only problem is that ilikuwa iaktiwe. Kwa hiyo mimi naonelea wale ambao wamechukua hilo wazo wamefanya vibaya. Tena kupiga watoto ni hatia. Kupiga watoto tear gas, na unajua hata kwa sababu hata president ni Mkristo, Biblia inasema waacha watoto waje kwangu. Wamekuja kwenu, mumewapiga tear gas. Kwa hivyo nyinyi kesi yenu itakesiwa biguni. Asante sana. Hayo ni maoni ya baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakisikiza hapa ama kuendelea kushuhudia yale yamekuwa yakitukia pale katika shule ya Lions Primary, ambapo kumekuwa na mchezo wa kuigiza wa shule ya Butere Girls ambao umekuwa ukileta tumbo joto katika serikali ambayo ilikuwa imeshaamrisha mchezo huo usiweze kutekelezwa ama kufanyika katika shule hiyo, katika mashindano yanayoendelea katika shule hiyo. Na kwa sasa baadaye kutoka hapa tutakuwa tukielekea maeneo ya Eldama Ravine, ambapo aliyekuwa Secretary General wa chama cha UDA ambapo amekuwa akizuiliwa. Tutakuwa tukiweza kuzungumza naye ama tuweze kupata nafasi ya kujua ni yapi ama ni hatua ipi serikali itakuwa ikimchukulia, kwani alikuwa amekamatwa kutoka jana jioni. Mtazamaji, huyo ni mwanahabari mwenzangu Ken Gashuhi akiwa maeneo ya Nakuru hapo awali.